Mpaka sasa katika daraja hili la Kigamboni ambalo limepewa jina la Nyerere na kuliondoa hilo jina la awali la Kigamboni, sasa hivi linafanyika kama daraja la Nyerere. Kimsingi kutokana na ujenzi wake usalama umezingatiwa sana, na hivyo hatujapata ajali nyingi kubwa, isipokuwa leo tumepata ajali ambayo imekuwa ni kubwa katika historia ya daraja hili. Gari aina ya semi trailer ilikuwa ikitokea maeneo ya Kigamboni kwenda mjini ilipata ajali, kwa maana ya kwamba dereva wake aidha katika mwendo mkali au kwa kutokuwa makini katika uendeshaji wake aliweza kukiuka kingo za barabara na kufanya gari yake idondoke kutoka katika flyover mojawapo ya pale Mandela na kuanguka chini. Ajali hiyo imechukua muda mrefu kidogo kuirekebisha, kwa maana kwamba kichwa kilikuwa kimedondoka chini na ile tela ambayo ilikuwa imebeba ni container ilikuwa imebaki juu. Vyombo vya usalama vilifika na kutoa huduma ya kwanza, ambapo dereva na wenzake wawili waliwaishwa katika hospitali ya Vijibweni, na baadaye utaratibu wa kuondoa yale magari yaliyoanguka ukafanyika toka kwenye mida ya 1:30 hadi hivi saa 7:30 tunamaliza kuondoa ile container lilokuwa limebakia. Hivyo barabara zetu zimesharudishwa katika hali yake ya kupitika na wananchi waendelee kuzitumia bila usumbufu wowote. Kuna sehemu ya barabara ambayo ni kingo imeharibika, kwa maana ya kwamba gari lililokuwa imeacha njia imegonga na kufanya uharibifu. Lakini kama ilivyo taratibu za hapa, uharibifu wa aina hiyo unapaswa kulipiwa na aliyefanya uharibifu huo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taratibu za kiserikali na kipolisi zinazoendelea, baadaye mhusika atatakiwa kulipa fidia ambayo imesababisha katika uharibifu huo. Na sisi kama wasimamizi tutafanya tathmini ya kurudishia sehemu hiyo iliyoharibika. Wakati tukiendelea na kurudishia sehemu hiyo, basi mmiliki wa gari au kwa taratibu zake mwenyewe nyingine kama ni bima atarejesha gharama zilizotumika kufanya ukarabati huo. Kiutaratibu ni kwamba tathmini inafanyika kulingana na uharibifu uliofanyika na anataarifiwa rasmi. Na katika kipindi hiki daraja letu hili la Nyerere na miundombinu yake bado iko chini ya mkandarasi katika kipindi cha uangalizi. Kwa hiyo mkandarasi huyo mshauri atatoa tathmini ya gharama zinazohitajika kurekebisha, na hizi zitataarifiwa kwa mhusika na atatakiwa zilipe.